Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kupata nafasi hii. Awali yote nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya njema. Lakini pia nitoe pongezi kwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uteuzi mzuri wa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Niseme wazi kwamba mimi ni muumini wa utendaji na ziara tunasamea Mheshimiwa nakohoa kidogo za Mheshimiwa Waziri Mkuu na maelekezo anayoyatoa, na ananikumbusha enzi za Mheshimiwa waziri alipitia muda wake juu ya maagizo mbalimbali. Ndugu yangu Mheshimiwa Mwenyekiti, ni vizuri ili nchi yetu iweze kwenda, Mheshimiwa Waziri Mkuu ni mmoja katika Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania, na wasaidizi wake wa karibu ni mawaziri na manaibu wao wakisaidiwa na watendaji. Haipendezi na haileti sura nzuri kwamba mambo ambayo yanaweza kamalizwa na mawaziri yanaweza yakamalizwa na makatibu wakuu, yanaweza yakamalizwa na wakurugenzi, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, yanasubiri hadi Mheshimiwa Waziri Mkuu afanye ziara wananchi waende wakalalamike kwake. Na ili tuweze kuvuka, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni lazima tuambiane ukweli. Tusimchoshe Mheshimiwa Waziri Mkuu. Waziri Mkuu ni binadamu kama tulivyo sisi. Sasa tumpunguzie hii ziara kwa kumwekea uwepesi wa watendaji huku chini kutenda haki. Na hakika tukifanya vizuri, Waziri Mkuu atapata nafasi nzuri ya kufanya tathmini kwa vyombo vyake. Lakini pia itampa nafasi Mheshimiwa Rais kuona kwamba alifanya chaguo sahihi na yupo kwenye serikali inayojali wananchi wake. Ndugu Mwenyekiti, asubuhi hapa nilikuwa namsikia waziri wa maliasili akizungumza mambo mbalimbali. Niweze tukusema kwamba nilipata nafasi pia ya kuteta naye kidogo, na amenihakikishia kwamba changamoto zilizopo kwenye jimbo langu la Ukonga, hasa kata ya Buyuni, Chanika, Zingiziwa, inayotokana na mipaka ya hifadhi ya Kazimzumbwi. Waziri amenipa uhakika kwamba tunaenda kulimaliza baada ya kuwa limejadiliwa kwa muda mrefu sana, kwa zaidi ya miaka 3 kwenda nyuma. Mheshimiwa Mwenyekiti, lingine niliweza kutoa shukurani kwa spika wetu kuonesha msimamo katika kuendelea jambo letu hili na majukumu yetu kama wabunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo lingine kutokana na hali ya polisi wetu, nilipata nafasi ya kutembelea jimbo langu la Ukonga hizi siku chache za mapumziko, na nikafanya ziara kwenye kituo chetu cha polisi cha wilaya ya Chanika. Kituo cha polisi cha wilaya ya Chanika kinahudumia zaidi ya kata 8, kwenye jimbo langu inahudumia kata 3. Kwa kweli kituo kile kina uhaba mkubwa wa magari kwa ajili ya kutuhudumia sisi wananchi. Kituo kile kina gari moja maalum kwa ajili ya doria na gari moja ya kiutawala, na hiyo gari moja iliyobaki nyingine ni mbovu, ambayo kwa maelezo ya kaimu OCD ambaye nilimkuta pale ofisini kwamba imekuwa inatengenezwa mara kwa mara, kwa hiyo imekuwa inapoteza ufanisi katika kuendea majukumu yake. Kwa hiyo ningeomba tu Mheshimiwa Mwenyekiti kwamba serikali iangalie kwa jicho la pili umuhimu wa kuongezea gari mpya kile kituo chetu cha wilaya ya kipolisi pale Chanika. Kituo hiki ni muhimu sana kwetu watu wa huko. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna hili swala zima la huduma za afya. Nimekuwa nalirudia, hii ni mara ya pili, na nalirudia hili kwa sababu inawezekana au inaamini serikali ilifanya uamuzi sahihi kuweka au kufuta tozo ama gharama za kuchangia matibabu kwa watoto wa miaka 0 hadi 5 na kina mama wajawazito. Ninaamini ilifanya uamuzi sahihi, lakini huko chini hicho sicho kinachotekelezeka. Na nimerudia hii kwa sababu katika ziara yangu ya siku chache hizi nilitembelea hospitali 2 zilizopo katika jimbo langu, na nimekuta matendo haya bado yanaendelea. Kwa kupitia katibu wangu tulitembelea mzazi mmoja alikuwa na mtoto wake mdogo wa miaka 3 akiwa na kadi ya kliniki. Alipofika hospitali bado alichajiwa mahela
pesa shilingi 10,000 kwa ajili ya vipimo. Hadi nilipoingilia kati ndio ikaonekana kwamba hatakiwi kulipia. Lakini pia nilitembelea kituo kingine cha afya pale kwetu. Changamoto hizi zipo. Sasa tufikie mahala sasa, na nimekuwa nazungumza hapa mara kwa mara kwamba wakati mwingine serikali inaweza inachelewa kuweka pesa, lakini wakati mwingine watendaji wetu huko chini kwa changamoto. Sasa sielewi kwamba hao watendaji, ni baadhi yao, sio wote, ni vichwa ni vigumu ama tunakwama wapi? Kwa sababu serikali ni ya umma, hospitali ni ya umma, kodi ni za umma. Serikali yetu inayoongozwa na Chama cha Mapinduzi ama iliyoundwa na Chama cha Mapinduzi imeweka ilani wazi, watu watibiwe bure. Shida iko wapi? Kule chini kuna viongozi wa Chama cha Mapinduzi wa kata, kuna viongozi wa jimbo, kuna viongozi wa wilaya, kuna viongozi wa mkoa na viongozi wa vyama vyetu, ndio viwanja wetu. Wanashindwa nini? Sasa ningeomba tu Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa tufikie mahala sasa bunge litemka ama ofisi ya waziri mkuu tueleze wazi kwamba tunadanganywa. Kama serikali imeamua tunakwama wapi? Na sisi ni wawakilishi. Mimi hapa sitegemei wala hakuna mbunge nategemea atatoa taarifa za uongo hapa. Tunatoa taarifa za ukweli na tuna ushahidi nazo. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naomba ili nalo lifikie mwisho. Ni aibu kwa Tanzania yetu, tunazungumza habari ya afya kwa wakina mama wajawazito, habari ya afya kwa watoto zetu, bado tukienda huko chini wanatozwa. Hii ni aibu sana. Lakini pia kuna hili swala zima la watu wazima wa miaka 60 kwenda mbele. Hivi bado tunahitaji mganga wa kienyeji kupiga ramli kwamba mzee anakuja mezani kwako daktari akiwa na kadi yake ya NIDA inayoonyesha umri wake ni miaka 60 plus, unamwambia bado aje na barua ya msamaha? Hapana, ninaomba tubadilike. Twende kwenye kutafsiri matendo yetu. Na tukifanya hivyo hata kelele mitaani zitapungua. Na ndugu mwenyekiti, katika kuendea ya mambo tunayozungumza mbungeni, watendaji huko chini wakiyasapoti, tutakaa raha mustarehe na majimbo yatakuwa mazuri, na hakika mitaani utapita utaona nyuso za wananchi zikiwa zimekunjuka. Ndugu mwenyekiti, la mwisho ningependa nizungumzie swala letu zima la mafuta ambalo ni issue kubwa sana. Swala la mafuta katika nchi yetu limekuwa ni changamoto, na hii sio changamoto ya kujitengenezea, na hatuwezi kuwalaumu wanasiasa ama watendaji wetu. Ni kulingana na mazingira ya dunia tulionayo kwa sasa. Wababe huko wanaonyeshana nguvu, basi Waswahili wanasema wapambanapo fahari wawili zumiazo ni nyika. Kwa hiyo nafikiri sisi kama nyika tunaumia. Ningeomba tu kwanza, nakubaliana na hatua ambayo inachukuliwa na serikali katika kuhakikisha kwamba mafuta yanapatikana, lakini pia pamoja na mabadiliko ya bei kuongezeka ya wastani kati ya shilingi 800 hadi shilingi 1000, ningeiomba sasa serikali yakikishe na kazia mkazo hapo mafuta yasiongezeke tena, na badala yake serikali iweze kufanya kuchuja kwenye iondoe kodi, baadhi ya kodi ifute ili bei ya mafuta isimame. Lakini pamoja na hivyo, ndugu mwenyekiti, tunapozungumzia habari kidogo ya pesa iliyopanda kwenye tozo ya lita moja ya mafuta, tukubaliane kimsingi kwamba tunaenda kuongeza pia mfumuko wa bei. Lakini sio mfumuko wa bei ya bidhaa zetu tu, lakini mfumuko wa bei ya gharama zingine zote za kibinadamu. Katika mazingira hayo, kama taifa na nchi yetu kwa ujumla, tunaomba serikali iweze kuongeza pia posho kwa stafu wetu, wafanyakazi wetu, ili kwenda sambamba na hali halisi ilivyo. Lakini tukiacha bei imesimama kama ilivyo, na wafanyakazi wetu ama wafanyakazi wa serikali na kwenye viwanda binafsi na mishahara ile, tunatengeneza kundi lingine la wahalifu kutafuta namna ya kumwibia mwajiri. Naomba sana serikali iangalie hapo upande wa pili pia. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana.